Na siku hii ya leo nitaongelea kuhusiana na dalili za hatari za ujauzito. Dalili za hatari manake ni nini? Ni viashiria vyovyote vile vitakavyopelekea mama huyu mjamzito kwenda kupoteza mimba yake au hata mwenyewe kupoteza maisha. Sasa tukiwahi mapema kuzigundua hizo dalili za hatari, tunaweza tukamsaidia mama huyu kumwokoa yeye pamoja na mtoto wake ambaye yuko tumboni. Dalili ya kwanza ni kutokwa na damu sehemu za siri. Nikiwa na maana ya kwamba mama yeyote yule anapokuwa amebeba mimba hapati siku zake. Lakini sasa mama huyu tayari ana mimba miezi 2, 3 na kuendelea, anaanza kuona tena zile damu. Hiyo ni dalili mojawapo ya hatari. Hicho ni kiashiria kwamba mimba ile inatishia kuharibika. Dalili nyingine, mama huyu mjamzito anaumwa kichwa sana. Kile kichwa kuuma huenda ni dalili nyingine ambayo huenda pressure iko juu. Na pressure ikiwa juu ni hatari sana kwa huyu mama mjamzito. Mama huyu anapoona dalili kama hizo, kwanza damu kutoka nyingi sehemu za siri wakati wa ujauzito pamoja na kichwa kuuma sana, anatakiwa awahi katika kituo cha afya kwa ajili ya kufanywa matibabu. Mama yule anaweza kuwa ana mwili tu wa kawaida, lakini unajikuta kwamba mama yule ameanza kuvimba. Wengine waliomzoea kumuona na mwili wa kawaida wanaweza akasema fulani mimba hii imempenda sana. Sio mimba kumpenda, ile ni dalili mbaya kwamba mama yule anavimba uso, asubuhi akiamka amevimba uso, mwingine anavimba mikononi, miguuni, na hata mwingine mwenye hatari zaidi ni yule ambaye amevimba mwili mzima. Na hiyo itapelekea hata uzito kuonekana unaongezeka kuliko kawaida, kwa sababu mama anapobeba mimba mpaka atakapojifungua anatakiwa aongezeke kilo 12.5 tu. Na zile kilo 12.5 sio za kwake peke yake. Kuna uzito wa mtoto, kuna uzito wa kondo la nyuma, kuna uzito wa yale maji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo anapoongezeka uzito mkubwa zaidi kuliko kawaida, hiyo ni hatari. Mama mjamzito hataki kuumwa na tumbo nje labda ya kuendesha. Tumbo linamuuma kama uchungu kabla hajafikisha zile siku, pia ni dalili ya hatari. Mama yule anatakiwa awahi katika kituo cha afya au awahi hospitali kwa ajili ya kupata huduma. Kitu kingine, utakuta mama yule anaposikia kichwa labda kinamuuma sana mpaka anaona maruweruwe, anaona giza linapita, mara anasikia kizunguzungu, hiyo ni dalili mbaya. Kitu kingine, kuna dalili ya pressure kupanda kuliko kawaida. Kwa kawaida pressure tunayoiangalia ni ile ambayo mama alikuja kliniki kwa mara ya kwanza. Tunaangalia ilikuwa kiasi gani. Mfano ilikuwa labda 100 chini ya 60. Sasa leo hii mama huyo ana pressure ya 100 labda na 50 kwa 100. Ina maana hiyo pressure imepanda sana. Na dalili zake ataziona pamoja na kuumwa kichwa sana, kuona hayo maruweruwe, na vile vile hata kujisikia labda saa nyingine asikia kizunguzungu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo dalili ile sio nzuri. Na pressure ile ikiendelea kupanda, unakuta kwamba mama yule anaendea kwenye, hiyo ni dalili ya kifafa cha mimba. Itakapopanda zaidi bila kuwahi katika kituo cha kutolea huduma, mama yule utakuta anapata kitu tunachokiita kifafa cha mimba. Anaanguka, anapoteza fahamu. Sasa ile ni hatari zaidi, kwa sababu wakati wa kuanguka anaweza akaangukia tumbo au anaweza akang'ata ulimi kwa sababu anakuwa halitambui. Kwa hiyo unajikuta kwamba mama yule anaweza akafanya nini? Kuanguka kwake kule anaweza ile kondo la nyuma labda amelipigiza, anaweza likaanza kujiembua. Sasa likianza kujiembua, ina maana mtoto yule anakosa oxygen ndani kule tumboni. Mtoto anaweza akafa, mama pia anaweza akafa kwa sababu ya damu ile kufikia ndani ya nini? Ndani ya tumbo lake. Kwa kawaida unakuta mimba ikishafikisha wiki 20 au miezi 5, mtoto anaanza kucheza kule tumboni. Na mama anasikia kabisa kwamba mtoto anacheza. Lakini sasa unakuta mtoto yule anacheza kivivu, yaani labda mara moja kwa siku. Unakuta mama yule amekula vizuri, ameshiba. Mama anapokuwa na njaa, na hata mtoto pia anasikia njaa.
na anakuwa anacheza kuliko kawaida. Lakini mama anaposhiba, mtoto naye anashiba, anapata muda wa kufanyaje wa kupumzika. Lakini sasa unajikuta kwamba mama wao amekula, hajala, unakuta kwamba yule mtoto hachezi kama kawaida. Hiyo ni dalili mbaya. Na mara nyingi unajikuta kwamba mama yule anapokuwa amefikisha mimba kuanzia miezi 8 na kuendelea, ina maana huku juu ya tumbo lake nafasi inakuwa imeshakuwa ndogo. Huku chini kuna vichocheo vinavyosababisha ile kiuno chake. Kiuno ni kama hiki hapa. Kiuno chake kuanza kutanuka hapa. Sasa kinapotanuka namna hii, kichwa cha mtoto kinaingia kwenye kwenye kile kiuno tayari kwa kuzaliwa. Sasa unajikuta kwamba kama atakuwa na kile kitovu kifupi, wakati anaingia hapa kwenye hichi kiuno, unakuta yule mtoto anafanya nini? Anajinyonga mwenyewe na kile kitovu chake. Ndio maana anaanza kupunguza kule kucheza. Kwa hiyo mama anapoona mtoto hachezi vizuri kuliko kawaida, mama yule anatakiwa awahi katika kituo cha kutolea huduma ili aweze kufanyaje, kuweza kuchekiwa mapigo ya moyo wa mtoto. Kwa kawaida ni kuanzia 120 mpaka 160 katika dakika moja. Sasa unajikuta kwamba kama amepunguza kiasi hicho, mapigo ya moyo yanaweza yakawa chini ya 120 au unaweza kujikuta kwamba yanakuwa juu ya 160, kwa sababu mtoto yule anajaribu kutafuta kutafuta ule uhai wake. Hatari nyingine ni kumwaga maji. Chupa inapasuka kabla mama yule hajaanza kupata uchungu. Ile pia na yenyewe ni tatizo. Kwa hiyo mama anapoona ameanza kumwaga maji, asikae tu nyumbani, kwa sababu anapomwaga maji vile, ina maana kuna vijidudu vitakavyopanda kupitia njia yake ya siri kumfikia mtoto, na mtoto yule anaweza akapata maambukizi, na hata mama atapata maambukizi pia, na wote wawili wanaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo na washauri wa kina mama yote mjamzito anapoona kwamba maji yanaanza kumwagika, hana uchungu, awahi katika kituo cha kutolea huduma au awahi hospitali. Kwa kawaida mama mjamzito huwa anatoa uchafu, lakini sio ule uchafu mbaya. Kwa kawaida unaongezeka na unakuwa mweupe, lakini unapoongezeka unabadilisha na rangi, halafu unatoa harufu. Hiyo ni dalili mbaya. Kwa hiyo kwa maana nyingine, mama huyu anatakiwa awahi katika kituo cha kutolea huduma. Unakuta kwamba mama huyu anaweza akawa anapata shida katika kukojoa, kujisaidia haja ndogo. Anasikia kama mkojo umembana, lakini akienda kukojoa, anakojoa mkojo kidogo, halafu unauma. Pamoja na kwamba maji yanakunywa, lakini mkojo unauma, na kusikia maumivu chini ya kitovu kwenye kinena, anasikia maumivu makali sana. Hiyo ni dalili nyingine ya hatari. Asipowahi utajikuta kwamba inaweza kumsababisha hata kaanza uchungu kabla hajafikisha miezi 9. Unajikuta mama anapata homa kali sana, yaani homa kali. Ile homa kali inaweza kuwa labda ni malaria, au inaweza kuwa labda ana tatizo lingine lolote. Sasa ile homa kali inaweza kumletea madhara hata mtoto wake hajeko tumboni. Kwa hiyo ninawaomba kina mama anaposikia kwamba ana dalili yoyote ile ya kupata na homa kali, asichukulie tu mazoea kwamba ngoja ninywe Panadol. Anakunywa Panadol, analala. Kumbuka kwamba wakina mama wote wajawazito hawaruhusiwi kumeza dawa ya aina yoyote bila kuandikiwa na daktari au kumuona daktari. Usije ukauliza tu kwa jirani kwa sababu mama fulani juzi aliumwa kichwa, alafu akanywa Panadol sasa hivi mzima, basi na wewe mama asije akafanya hivyo. Unaweza kukuta yule alikuwa na tatizo lingine ambalo ni dogo, lakini mwingine akawa na tatizo ambalo ni kubwa. Hatari nyingine, unakuta mama anashindwa kupumua. Upumuaji wake unakuwa wa shida. Hiyo ni dalili sio nzuri. Mama yule akishindwa kupumua anatakiwa awahi, kwa sababu mama akishindwa kupumua it means na huyu aliyeko tumboni kwake naye pia atakosa ile hewa. Mtoto anaweza akafia tumboni. Sasa kwa mama ambaye labda ana mimba changa, kuna wale ambao wao wanatapika asubuhi. Kila siku asubuhi anatapika. Hiyo haina shida, ni mabadiliko tu ya vichocheo ndani ya mwili, kwa sababu kuna mgeni kwa tumboni kwake.
Na yule anayetapika tu asubuhi, anatapika tu asubuhi akiamka, lakini ikifika labda saa 4, saa 5, akisha kunywa chai au kunywa uji, ile hali inamuishia kabisa mpaka tena kesho asubuhi. Lakini kuna yule ambaye anatapika kila kitu anachokiweka mdomoni. Hiyo ni dalili ya hatari. Mtu yule anatakiwa afanyaje? Awahi katika kituo cha kutolea huduma, kwa sababu hali yake inazidi kudhoofu, kwa sababu hawezi kuweka kitu chochote tumboni. Ni kwamba anatapika. Mwisho wa siku unajikuta kwamba tayari ameshakuwa nini? Ameshakuwa mdhaifu. Kwa hiyo hata yule mtoto tumboni hawezi kukua vizuri, kwa sababu vile virutubisho ambavyo alitakiwa kuvila vikamsaidia na mtoto wake havimfiki yule mtoto, kwa sababu yeye mwenyewe anavitapika. Hizo zilikuwa ni dalili za mimba ambazo ni mimba changa pamoja na mimba iliyokomaa. Lakini kwa mama ambaye ameanza uchungu, labda ameanza uchungu au kabla hatajaanza uchungu, kuna watoto ambao kila mtoto anajua mwenyewe atakavyokuja. Sasa kuna baadhi ya watoto unakuta anaamua tu mwenyewe kulingana na nafasi iliyoko kule tumboni. Mwingine anaamua tu kukaa. Kwa mfano kama huyu hapa. Ukimwangalia huyu hapa, yeye amekaa. Huyu hapa, hata huyu pia amekaa. Huyu aliyekaa, huyu amekaa tu vizuri, na katika kuzaliwa kwake atazaliwa vizuri bila shida yoyote. Sasa mama anapokwenda katika kituo cha kutolea huduma, mfano yuko dispensary labda mbali na hospitali, au yuko kwenye hospitali dispensary ambazo hawana huduma labda ya upasuaji au kumsaidia vipi, anatakiwa awahi katika nyumba ya kujingojelezeshea ili awe karibu na hospitali, kwa sababu kuna hatari kwamba mtoto huyu anaweza akazaliwa mwili wote akazaliwa, lakini kichwa kikakwama. Kichwa kikikwama, mtoto yule anaweza kafia tumboni. Hata huyu pia, huyu naona alivyokaa, yeye kakaa lakini kanyosha miguu yake kwenda juu. Lakini kama mama ni mimba kuanzia ya 2, ya 3, ya 4, anaweza akafanyaje? Akazaa. Lakini kama mtoto hata kuwa mkubwa, lakini mtoto akiwa mkubwa anahitaji huduma ya haraka kwa ajili ya kumsaidia. Halafu vile vile kuna wale wanaobahatika kubeba watoto mapacha kama jinsi wanavyoonekana hapa. Hawa pia mama akiwa na mimba ya watoto mapacha anatakiwa awahi hospitali. Kwa nini? Kwa sababu unakuta kizazi chake kinatanuka kuliko kawaida. Sasa mama huyu akijifungua, kuna hatari ambayo mama anaweza akapata shida. Mfano ameshajifungua tayari, kwa sababu kizazi kilikuwa kimetanuka sana, kimelegea sana, ule uwezo wa kufanyaje wa kujifinya ili kuzuia damu isitoke sana hautakuwepo. Kwa hiyo mama huyu anaweza kamwaga damu nyingi mpaka ikapelekea kupoteza maisha. Kwa hiyo mama yoyote yule anayejijua kabisa kwamba ameshapimwa, ameonekana na watoto mapacha, anatakiwa awahi katika kituo cha kutolea huduma. Vile vile hata hao watoto ukikuta wote wametanguliza vichwa, hao wanaweza kuzaliwa kawaida. Lakini unapokuta wa kwanza ametanguliza matako, wa pili atanguliza kichwa, kuna hatari ya wale watoto kujifunga vile vichwa vyao. Huyu wa kwanza atakuwa ameshatoka na matoko yake, lakini huyu wa pili naye akawa analazimisha kichwa. Kwa hiyo hichi kiuno unapokiona kimetengenezwa kwa ajili ya kupitisha mtoto mmoja tu hapa, lakini sasa vichwa viwili viweze kufanyaje? Kupitia hapa. Sasa mama kama atakuwa wahi katika hospitali, atafanywa upasuaji mkubwa na kutolewa watoto wake wote wakiwa salama. Kwa hiyo kulingana na dalili hizi ambazo nimezizungumza na zingine, mfano kuna nyingine ambayo mama anaanza kumwaga damu kabla ya uchungu, ile dalili ni mbaya. Dalili ni mbaya sana, kwa sababu lile kondo la nyuma linatakiwa liwe juu huku kwenye kizazi kwa juu. Kwa mfano kama inavyoonekana hapa hili hapa ni kondo la nyuma, linatakiwa lionekane hivi. Lakini sasa likija mitaa hii hapa na njia ya kutolea mtoto ni hii hapa, kwa hiyo ina maana litakuwa limefanyaje? Limemtangulia mtoto, na kiashiria kimoja wapo kwamba kondo la nyuma limetangulia ni kwamba mtoto huyu hatalala kama unavyomuona huyu jinsi alivyolala. Mtoto huyu atalala kama huyu hapa, atalala kama huyu, kwa sababu hakuna nafasi ya huyu mtoto kufanya nini?
kujigeuza kwa sababu lile kondo limefunika hii njia. Kwa hiyo katika mimba kama ikiwa miezi 4, 5, 6 na kuendelea, hawezi kuona tatizo lolote. Akishafikisha miezi 8 kuanzia wiki ya 32 na kuendelea, ina maana ataanza kusikia nini? Damu inamwagika lakini hana uchungu. Hiyo ni hatari, ni kwamba kondo la nyuma limetangulia. Sasa kondo la nyuma likitangulia, huyu mtoto tumboni atakufa. Mama pia atapata shida kwa sababu atamwaga damu nyingi. Mpaka tukamtoe huko kijijini na kumkimbiza huko hospitali, tutakuwa tumechelewa. Kwa hiyo mama yeyote anayeona dalili za hatari kama hizi anatakiwa kuwahi katika kituo cha afya au hospitali kubwa kwa ajili ya kuweza kumsaidia yeye pamoja na mtoto wake. Kwa sababu anasema hivi, kila mtoto mama anapopata ujauzito, tunasema kwamba ni mpango wa Mungu mtoto afanyaje aje aishi duniani. Kwa hiyo hata maandiko katika kitabu cha Kutoka kinatuambia hapata kuwepo mtu atakaye haribu mimba. Hizo ni baraka kutoka kwa Mungu, na Mungu ametuagiza tuzae tukaongezeke, tuijaze nchi. Sasa kujaza nchi kule, tuangalie hizo dalili za hatari, tuwahi katika kituo cha afya cha kutolea huduma au katika hospitali.